Hii ni Maisha Kamili. Tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chetu. Jana tuliona sanamu, hatari za ibada ya sanamu. Kuna statement moja mwisho mlimaliza pale mkaongea ile sentence mimi nimeshika. Kwanza ondoa sanamu na kisha muite Mungu akusaidie kuondoa sanamu. Uamuzi lazima uamue kwanza. Lazima uamue kwanza na kisha Mungu anaingia na kusaidia. Amen. Leo kumaliza vizuri. Tupate. Amen. Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa namna ambavyo unatuonyesha namna gani ambavyo tunaweza tukatoa ibada ya kweli kamilifu kwako. Amen. Tunaomba ianze na sisi. Tunaomba tupatie neema na ujasiri wa kuweza kutoa vile vyote ambavyo vinapatia sifa, vyote ambavyo vinagawa ibada yetu. Neema yako. Asante kwa kutupatia ujasiri na tutaenda kumaliza vizuri. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Amina. Kumaliza vizuri kumaliza vizuri. Hivi kama unataka ufike mwisho wa maisha yako, kwa mfano leo ndio siku yako ya mwisho na labda ndio mwisho, ungetamani ukumbuke kwa lipi? Natamani nikumbuke kwamba nilijitoa kusaidia wengine, hata kwa kile kiwango kidogo au hadi cha mwisho kabisa. Kusaidia wengine. Amen. Amen. Kwa hiyo unataka ukumbuke kwamba ulimtumikia Bwana kwa moyo wako wote. Hebu tuangalie jinsi walivyomaliza wenzetu vizuri. Tuangalie katika Yoshua sura ya 24 mstari wa 39 mpaka 33. Ikawa baada ya hayo Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Yawe akafa mwenye umri wa miaka 110. Wakamzika katika mpaka wa urithi wake huko Timnathera ulio katika nchi ya vilima ya Efraim, upande wa kaskazini wa milima ya Gash. Nao Israel wakamtumikia Yawe siku zote za Yoshua na siku zote za hao wazee walioishi baada ya kufa kwake Yoshua, hao walioijua kazi yake yote ya Yawe aliyotendea Israel. Na hiyo mifupa ya Yusufu ambayo wana wa Israel walikuwa wakiileta kutoka Misri wakaizika huko Shekemu katika ile sehemu ya nchi ya Yakobo aliyoinunua kwa wana wa Hamori babaye Shekemu kwa vipande 100 vya fedha, nayo ikawa ni urithi wa wana wa Yusufu. Huyo Eleazari mwana wa Haruni naye akafa. Huyo Eleazari mwana wa Haruni naye akafa, wakamzika katika kilima cha Finehas mwanawe ambacho alipewa yeye katika nchi ya vilima ya Efraim. Mwendo umeumaliza, imani wameilinda, kama Paulo anavyozungumza katika Timotheo wa pili mstari wa 4 sura ya 4 mstari wa 7 mpaka wa 8. Wamezikwa baada ya kumtumikia Mungu. Wakina Eleazari, kina Yoshua hao. Na wamezikwa wapi? Shekemu. Wamezikwa katika ile nchi ya ahadi. Unakumbuka babu zao wakitaka kuzika wakina Ibrahimu walikuwa wanafanyaje? Walibidi wanunue kwanza. Ni kama walikuwa kama usafiri na wapitaji. Lakini sasa hivi ikauli kwamba wanazikwa katika nchi ya ahadi. Kana kwamba Mungu yani ni kama ushuhuda kwamba Mungu ametimiza ahadi yao. Lakini wanakufa katika mwisho mzuri. Wakina Elieza hao, wakina Yoshua. Na umeona kizazi cha hawa wa Yoshua, hawa walioona matendo ya Bwana. Wanasema walimtumikia Bwana kwa moyo wote. Kama somo la jana inamaanisha waliondoa ile miungu yale. Walikubali kumtumikia Bwana. Swali linakuja, je, kizazi kitakachofuata kitaendelea kumtumikia Bwana? Maana huu mwenge wameukimbiza. Je, wataupokea? Kizazi kingine kitaipokea? Wewe umekuwa mwaminifu kutembea na Mungu. Je, watoto wako watatembea katika njia hizo? Ni swali. Na wewe umesema unataka ukumbukwe kama ulikuwa unamtumikia Mungu. Mfano huo unaambukiza pia.
ikiwa kama unamtumikia Mungu kutoka nyumbani, sio tu kazini huko mtaani tu, toka nyumbani. Mimi na mfano ya watoto wa watumishi ambao wanasema tutaki hizo njia tena. Na wakati mwingine kwa sababu waliona contradiction, waliona baba anachokisema mimbarani ni tofauti na anachokifanya nyumbani. Au uaminifu tunaouona, mbona anawapenda wengine huko nje lakini sisi hajaonyesha upendo huko ndani. Na charity begins at home. Kwa hiyo kama kauli ya Yoshua, mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Na hiyo ndio itakuwa CV yetu, wasifa wetu, kama alimtumikia Bwana, amelala uzee mwema. Mimi naamini itaamsha hata hawa wengine, wanasema hata sisi, hata mimi nataka nitembee katika njia. Huyu mzee alikuwa mnyofu kweli kweli. Huyu mzee alikuwa mkweli, alikuwa amenyooka. Huyu mzee alikuwa hana makando kando. Sio siku ya msiba anasema alikuwa na wana 6 wa mke wa nyumbani na mmoja uko pembeni. Yaani ni kumbukumbu ambazo haziamushi hamasa ya kufuata Mungu. Sasa kumbe naye alikuwa. Haleluya. Kumaliza vizuri. Na naona pia hata hapa ukiangalia namna ambavyo hata alivyolala katika ile fungu la 31 anasema nao Israel wakamtumikia Bwana siku zote za Yoshua na siku zote za hao wazee walioishi baada ya kufa kwake Yoshua. Hao walioijua kazi yote ya Bwana, walioijua kazi ya Bwana, waliitambua kwa kupitia lakini nani? Yoshua ndio alivyoongoza. Kwa inaleta muendelezo, niseme kijiti kinapokelewa katika walijua kazi ya Bwana. Kumbe Mungu alipomtumia Yoshua, na mama Yoshua alipokuwa mwaminifu katika maagizo, kupokea maagizo ya Mungu na kuyapeleka kwa wana wa Israeli, yaliwapelekea pia kumbe na sisi inabidi tuenende hivyo. Kwa hiyo sio mwili umelala lakini roho imebaki. Spirit ile ya Yoshua inaendelea. Na sisi tunatakiwa tuwarithishe pia watoto spirit ile na ndio itatengeneza jamii nzuri. Rafiki yangu, wewe ungependa siku ya mazishi katokea umelala, unajua kila mmoja atakufa, usiogope. Alafu siku hiyo wasifa wako unasoma, ungetamani ukumbuke kwa lipi? Wewe ulikuwa ni mtu wa namna gani? Hilo jibu utakalolitoa hebu likuongoze uanze kuishi namna hiyo sasa. Baba yetu wa mbinguni, tumeiona kazi yako, tumeona wema wako, inatupasa kukutumikia. Mwisho wa utumishi huu tukumbukwe kwamba hawa wamelala waliokutumikia kwa uaminifu. Na mwenzetu aliyechagua hivyo, atakapomaliza ajulikane ni mtumishi wa Mungu aliyekutumikia kwa moyo wote. Kambariki na yeye, kamtie nuru na yeye, awe mwaminifu akiwa nyumbani, akiwa kazini, akiwa popote. Uaminifu watoka moyoni na wa siku zote. Baba, neema yako inatosha, tulete tena kesho kwa jina la Yesu. Amen. Asante sana ndugu mtazamaji, tunafika tamati siku ya Alhamisi. Kesho Jumaa tutaenda kujibu maswali na kutoa hitimisho la somo la wiki, lakini pia jumla la robo nzima. Mimi ni Andrew Binza na mimi ni Enos Makalindile. Karibu sana. Amen.